Roho mkuu mfariji mwema. Ndugu wapendwa katika Kristo, mketi. Ya 13 ya kawaida katika mwaka C wa kanisa. Tunafanya sherehe ya watakatifu Petro na Paulo mitume. Ndugu yangu wapendwa katika Kristo, hawa Petro na Paulo mitume ni miongoni mwa miamba ya kanisa. Ni mitume waliofanya kazi ya pekee kabisa. Wamefanya kazi kubwa sana. Petro anasifika kwa kuwa na imani thabiti. Amekuwa imara katika imani na kutetea imani. Lakini Paulo amekuwa shujaa sana katika kulihubiri neno la Mungu. Na hao wote wawili wamepata taji inayofanana. Ndugu yangu mpendwa katika Kristo, kwa sababu walikuwa wapendwa katika Kristo, somo la kwanza toka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 aya ya kwanza hadi 11, na somo la Injili ambayo inatoka Injili ya Mathayo sura ya 16 aya ya 13 hadi 19. Yote mawili haya yanafafanua juu ya Petro. Petro hapo awali alikuwa mvuvi, ni mtu mzima mwenye familia yake, alikuwa mnyenyekevu sana. Na huyu Petro alikuwa kiongozi wa kwanza wa kanisa. Alihubiri Injili. Katika Mathayo, Petro anakiri kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Tumesoma leo hii Injili ya Mathayo sura ya 16 aya ya 13 hadi 19. Inasema kwamba Yesu aliwauliza, hivi watu mitaani huko wanasema kama mimi ni nani? Wakasema, wengine wewe unasema wewe Yesu ni Yohane Mbatizaji, wengine wewe ni Elia, wengine wewe ni miongoni mwa manabii, lakini ninyi mnasemaje? Petro akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na hapo Yesu Kristo akampatia Petro majukumu ya kuongoza kanisa, ya kuliongoza kanisa lake. Ndugu yangu katika Kristo, kumbe Petro alipata jukumu kubwa sana la kuongoza kanisa la Mungu. Ndiye aliyepata jukumu la kuongoza kanisa la Mungu. Anasema kwamba, zingatia hili, Mathayo sura ya 16 aya ya 13 hadi 19. Hii inaonyesha mamlaka ya Petro. Alipata mamlaka yake wapi? Mathayo 16 13 hadi 19. Petro alipojibu ile swali, basi Yesu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, ila Baba yangu aliye mbinguni ndiye aliyekufunulia. Nami nakwambia wewe ndiwe Petro. Petro maana yake mwamba. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Yesu Kristo atalijenga kanisa juu ya mwamba. Mwamba nani? Petro. Sawa pendwa? Anasema tena, wala milango ya kuzimu wala nguvu za shetani hazitalishinda kanisa hilo. Nami nitakupa wewe Petro funguo, nitakupatia funguo za ufalme wa mbinguni. Lolote utakaloliamua wewe Petro, utakalolifunga duniani litakuwa pia limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Pendwa katika Kristo, haya majukumu alimkabidhi nani? Petro. Nisikize vizuri logic. Alimkabidhi nani? Petro. Yesu akampatia funguo. Akasema, Petro, na kabidhi kanisa, najenga kanisa juu yako, na kupatia funguo hizi. Na kupatia funguo hizi. Sawa jamani? Kwa hiyo funguo za kuongoza kanisa ikabidhiwa nani? Petro. Tuko pamoja? Huyo Petro kimsingi sio Mungu. Petro anaishi, baadaye anakufa, si ndio jamani? Alipokufa Petro, ule funguo alikabidhiwa nani? Alikabidhiwa papa aliyofuatia. Kwa hiyo papa wa kwanza, tumsifu Yesu Kristo. Papa wa kwanza, kiongozi wa kwanza wa kanisa Katoliki ni Petro. Ni nani jamani? Petro. Papa wa kwanza ni nani? Ni Petro. Papa wa kwanza ametajwa humu. Papa wa kwanza huyu Petro
aliongoza kanisa kuanzia mwaka 33 mpaka mwaka 67. Huyu ndio Petro. Na baada ya Petro aliongoza kanisa alikuwa ni papa anaitwa Linus, mwaka 67 mpaka 76. Baada ya Linus akapatia Anacletus, akapatia Clemens, akapatia Evaristus, akapatia Alexander, Sixtus, Pius na wengine na wengine na wengine na wengine na wengine. Yohane wa 23. Wakaendelea wengine tena, wakaja Yohane Paulo wa pili. Huyu amekufa juzi, si ndio jamani? 2000 ngapi? 2005 au 4. Baada ya Yohane Paulo wa pili akafuatia nani? Akafuatia Benedict. Sawa pendwa? Ameshika kiti cha Petro kile kile. Sawa jamani? Baada ya Benedict akafuatia Francis, si ndio jamani? Baada ya Francis akafuatia Leo. Sawa pendwa? Kwa hivyo haya maneno haya aliyoambiwa Petro pia ameambiwa Leo, Papa Leo. Kumbe nataka niseme kwamba kanisa halali alilolianzisha Mungu mwenyewe, Yesu mwenyewe, ni kanisa lililoongozwa na Petro. Sawa jamani? Kanisa ambalo liliongozwa na nani? Na Petro. Sasa kanisa ambalo liliongozwa na Petro, kanisa gani hilo? Ni kanisa hili moja takatifu Katoliki la mitume. Mmenipata jamani? Hili ndio kanisa la Petro. Yaani kanisa lenye original ndio hili. Na kwa uthibitisho huwa alifagi. Hata waumini wakijidai kuhama wengine wahamie sijui kanisa The Last Church, sijui kanisa la Ufufuo na Uzima Udongo, sijui ya kanisa sijui la kula mate, sijui na nini, kula sijui kunywa nini, kanisa litazidi kuneemeka zaidi na zaidi. Kanisa hili ambalo limesema kwamba halitakufa linazidi kuongezeka. Zamani miaka 3 iliyopita hapakuwa na kigango, si ndio jamani? Sasa hivi ni kigango. Mmenipata Isanga ilikuwa kigango, si ndio? Ni kigango. Hali ya hewa haikuwa parokia. Hizi ni parokia. Kanisa yanazidi kukua siku baada ya siku. Na watu wachache sio kweli. Lina watu wengi. Sasa hizi hapa misa inafanyika hapa Mbeya mfano. Inafanyika kule Jimboni, inafanyika Mwanjelwa, Rwanda, sehemu mbalimbali. Mmenipata jamani? Ili kanisa hili takatifu Katoliki, hili ndio kanisa la Yesu Kristo mwenyewe. Je, Waluteri wametoka wapi? Waluteri, Padre Martin Luther alikuwa padre wa kanisa Katoliki. Basi kutokana na sababu zake anazozifahamu yeye aliamua kuacha kanisa akaenda kuanzisha kanisa lake. Lakini tena kanisa la Anglikana limetoka wapi? Kanisa la Anglikana limetoka wapi? Mfalme wa Uingereza wa kipindi hicho alikuwa ana mke wake. Mke wake alikuwa ana tabia ya kuzaa wasichana. Kipindi kile waliokuwa na uwezo kuwa wafalme walikuwa ni wanaume pekee. Sawa? Ili mtu aweze kuwa mfalme lazima awe nani? Mwanaume. Sawa? Sasa mfalme wa Uingereza mke wake alikuwa anazaa wasichana. Akazaa mtoto wa kwanza wa kike. Sasa katoka kafalme miaka. Anataka azaliwe mwanaume, yani anayekuwa mfalme ni mtoto wa kiume wa kwanza au wa kiume. Sawa? Kama huna watoto wa kiume anaenda kuwa mdogo wako. Si ndio jamani? Sasa nani anataka eti ufalme utoke kwake uende kwa ndugu? Kama mdogo wako hamna wa kiume unaenda kwa baba mkubwa, kwa baba mdogo, si ndio jamani? Sasa mfalme kuepuka hilo akaamua yule mke wake yule akamuua. Alipomuua, sheria kesi inasema kwamba uwe na mke ngapi? Mmoja, si ndio? Kwa hiyo akamuua ili apate hoja ya kuoa mke wa pili. Akaoa mwingine tena, akazaa msichana tena. Sema nitaua wote. Akasema papa, naomba niruhusu mimi hapa nioe mke mwingine. Akasema hairuhusiwi. Akasema okay, nimeamua. Dola ipo kwangu. Dola ipo kwangu. Akaiteka kanisa, akasema kuanzia sasa kanisa la Uingereza ni la mfalme. Toka pale kanisa la Anglikana likaanzishwa. Hoja ni nini? Mke wa mfalme alikuwa na tabia ya kuzaa watoto wa kike. Mmenipata jamani? Lakini siku hizi wanawake wanaruhusiwa kuwa nani? Wafalme. Wamoravian wametoka wapi? Wametoka kwa Waluteri. Wa Orthodox wametoka wapi? Wametoka kwa Katoliki. Kwa hiyo imeanzia hapa, wameanza kujitenga. Sawa pendo?
Lenyewe aliloliacha Yesu Kristo ni kanisa hili moja takatifu Katoliki la mitume, na hili ndio kanisa la Petro. Mmenipata wapendwa? Kwa hiyo mmenielewa vizuri Huyu Petro alikuwa ni kiongozi wa kanisa. Hata kama alikuwa kiongozi wa kanisa, lakini alikuwa pia ana mapungufu. Tumeona mara kadhaa alikuwa ni mtu mlopokaji. Yesu akamkemea, toka, kaa nyuma wewe. Huyawaze ya kimungu, kaa nyuma. Unasumbua. Alikuwa na mambo mbalimbali, alikuwa na mambo yake. Mara akasema kwamba akamkana Yesu, si ndio jamani? Alimkana Yesu mara 3. Lakini Mungu mwenyewe alimuokoa. Alimuokoa Petro kutoka katika maisha yake ya zamani, akamfanya aweze kuwa kiongozi wa kanisa moja ya takatifu Katoliki la mitume. Sawa pendwa? Ambaye aliitwa moja kwa moja. Labda nitoe background. Kuna mitume 12. Mitume wako ngapi? 12. Katika mitume 12 mmoja aliamua mwenyewe kujiua. Mmoja aliamua kujiua. Nani alijiua? Yuda Iskarioti. Kwa kuwa alipenda hela kuliko Mungu. Alipenda hela kuliko Mungu. Yuda alijiua kwa kuwa alipenda hela kuliko Mungu. Alikuwa ni mnafiki. Aliamua kuchukua rushwa, kuonga ili Yesu aweze kuuawa, basi apate hela. Ijapokuwa alitaka kuwatapeli. Tumsifie Yesu Kristo. Ijapokuwa alitaka kuwatapeli. Ajua kwamba hivi huyu Yesu huyu nauzia mbuzi kwenye gunia. Ajua kwamba akishamuuza Yesu pale, wakienda kumkamata Yesu atayeyuka. Ajua Yesu akienda kumkamata atasema, wewe unanikamata mimi, kufa. Unaona? Hata kumbe hakujua kwamba alitaka kuwatapeli kimsingi. Tumsifu Yesu Kristo. Alitaka kuwatapeli, lakini kumbe hakujua kama anatimiza mpango wa Mungu. Basi akaingia kwenye akamuuza Yesu. Baadaye hakuwa tayari kutubu. Kumbuka kwamba Petro alimkana Yesu. Alipogundua kosa lake akaenda kutubu mara moja. Sawa jamani? Lakini Yuda Iskarioti alipogundua akasema mimi ni dhambi hii siwezi kusamehewa. Akaamua mwenyewe kwenda ile hela, akaenda kununua shamba akadama, maana shamba la damu. Alinunua shamba la damu, akaamua kujinyonga. Mpaka sasa wamebakia mitume ngapi jamani? 11, si ndio? Baadaye mitume wakaongeza mtume mwingine, wakachagua mtume mwingine. Anaitwa nani mtume mwingine? Nani? Nyie mnasema nani? Ndio. Alichagua mtume mwingine pia. Ni Matia, si ndio jamani? Matia? Walimchagua Matias. Walimchagua mtume Matia ili ajaze ile nafasi ya mitume. Mabakia kwa wangapi? 12. Sawa pendwa? Wameenda kwa hiyo wakajaza nafasi, wakawa mitume wangapi? 12. Mmenipata wapendwa? Lakini baadaye sasa Mungu akamwita gaidi mmoja. Semeni gaidi mmoja. Anayeliua kanisa. Mtu asiyejulikana. Anayeteka watu. Anayeteka Wakristo. Anaoa Wakristo. Ndio Paulo sasa. Sasa Paulo alikuwa gaidi. Paulo alikuwa mtu asiyejulikana. Yaani leo hii Paulo angekuwa gaidi, mtu asiyejulikana, anateka Wakristo, anaua Wakristo. Sifa ya Paulo alikuwa ni Farisayo. Alikuwa ni nani? Ni Farisayo. Na baba yake ni Farisayo. Paulo alisoma miguuni pa Gamalieli. Paulo ni kitu kimoja. Sauli, Paulo ni kitu kimoja. Sawa pendwa? Zamani alikuwa anaitwa nani? Sauli. Sawa pendwa? Kwa Kigiriki, kwa Kiebrania wanasema nini? Sauli. Kwa Kizungu wanasema nani? Paul. Kwa Kiswahili wanasema Paulo. Poli kile, Paulo, kuna Paulo mwe. Wewe Paulo yuko Paulo, kuna Paulo ndani. Mwenye jina la Paulo au Paul au Sauli, punga mkono jina la Paulo. Mwenye jina la Paulo hapa nani? Hamna. Mwenye jina kwa Kiswahili wanasema Paulo. Poli kile, Paulo, kuna Paulo mwe. Wewe Paulo yuko Paulo, kuna Paulo ndani.
Mwenye jina la Paulo au Sauli, punga mkono jina la Paulo. Mwenye jina la Paulo hapa nani? Hamna. Mwenye jina la Sauli. Sasa huyu wa Sauli huyu alikuwa ni gaidi, mtu asiyejulikana, mtekaji, mwenye kuteka watu wa Mungu. Akiwa yupo na kibali kabisa cha kwenda kuteka watu wa Mungu na kuwaua au kwenda kuwapeleka mbele ya mahakama, na ni kweli huyu ni mtu asiyejulikana huyu Sauli Paulo huyu. Unafahamu nani aliyemuua nani? Aliyemuua shahidi Stefano ni nani? Nani alimuua shahidi Stefano? Aliyemuua shahidi Stefano ni nani? Ni Paulo mwenyewe. Mtume Paulo ndiye aliyemuua shemasi nani? Stefano. Mmenipata jamani? Kwa hiyo Paulo ni kweli alikuwa ni muuaji. Alikuwa ni lijitu lenye dhambi, lakini kalikuwa kafupi hivi kamekomaa, kalikuwa kana dhambi sana. Kati yenu hapo kuna mmoja ambaye alikuwa ni muuaji kama Paulo? Kati yenu nani alikuwa muuaji kama Paulo? Ambaye anadhani kama alifikia uovu wa Paulo, yani walao wameua au yani nani alikuwa muuaji kama Paulo? Mnyosha kidole tu. Sasa nyinyi uovu wetu sisi hapa haujafikia hata nusu ya uovu wa Paulo. Paulo alimuua mpaka shemasi. Wewe umewahi kumuua shemasi wewe? Hata mwizi hujawahi kumuua. Hapo mwenzako Paulo amemuua shemasi na ameua Wakristo wengi. Akiwa njiani Paulo huyu kwenda kuwakamata taifa la Mungu, kuwateka na kwenda kuwapeleka kwenye mamlaka, alikutana njiani na nguvu za Mungu. Semeni nguvu za Mungu. Zikamshinda nguvu za Mungu. Baada ya hapo ikabidi ajisalimishe. Mungu mwenyewe akambadilisha kutoka kuwa gaidi, mtu asiyejulikana, mwenye kuteka wa Kristo, akambadilisha kuwa mtumishi wa nani? Wa Mungu. Natoka pale akaanza kufanya kazi. Mmenipata jamani? Kwa hiyo watu ambao kwenye Biblia wameshawahi kuwa mitume wa Yesu Kristo ni wangapi? 14. Kivipi? Baada yule mmoja mpenda hela, yule fisadi yule kujinyonga, akaingia Matia. Sawa? Baada ya Matia kuziba nafasi wakawa 12. Baada hapo akamuongeza nani? Mungu mwenyewe akamwita nani? Paulo. Wakawa ngapi? 13. Jumlisha yule marehemu 14. Msifu Yesu Kristo. Someni Biblia Katoliki, msome Biblia nyingi. Wapendwa katika Kristo. Sasa tumemwona huyu Sauli. Sauli amefanya kazi kubwa sana. Huyu Paulo amefanya kazi kubwa sana ya kuhubiri, na amehubiri sehemu mbalimbali. Amelijenga kanisa, amelifanya kazi kubwa sana. Hakuna mtume ambaye amefanya kazi kubwa kama Paulo. Sawa pendwa? Fundisho la kwanza. Haijalishi kwamba wewe una uovu kiasi gani, Mungu yuko tayari kufanya kazi na wewe. Mungu kwa kawaida anatumiaga watu dhaifu. Anatumia watu dhaifu kufanya kazi yake. Watu dhaifu. Anachotaka tu ni mtu aweze kubadilika. Sawa jamani? Wewe leo hii uovu wako ni mdogo sana. Wewe umeiba sijui, umefanya sijui rushwa sijui ya 20,000 sijui 200,000 sijui. Okay, tufanye kama ni fisadi mkubwa, fisadi chatu. Haya, fisadi chatu. Umeshaiba pengine bilioni 1 ya serikali. Ni nini hiyo? Wakati mwenzako aliiba hela ya rushwa akamuuza na Yesu. Umefikia hapo wewe? Mwenzako alimuuza Yesu mwenyewe yani. Yesu kuna madhambi nyinyi jamani. Haya, wewe mwenzako ameshamuua mpaka shahidi Stefano. Lakini Mungu akasema nimekusamee, njoo. Cha msingi Mungu yuko tayari kukutumia mpendwa. Pamoja na uzinifu wako, pamoja na michepuko yako, pamoja na uizi wako, pamoja na umbea wako, pamoja na uuaji wako, pamoja na ushirikina ulionao, nguvu za giza unazotumia, Mungu yuko tayari kufanya, lakini anataka tu uhakikishe kwamba unajirekebisha. Unajirekebisha, sawa jamani? Hakikisha kwamba unaacha uovu wako wa zamani na unamrudia Mungu kama Paulo. Mungu atakutumia vizuri kabisa. Mmenipata jamani Lingine fundisho ni kwamba tunapaswa kudumu katika imani. Paulo alidumu katika imani. Petro alidumu katika imani. Petro umeona katika somo la kwanza ameburutwa, amepelekwa mahakamani kule. Hata kama yuko mahakamani, Mungu akaja kumkomboa kule mahakamani kupitia malaika,
akamkomboa tu, yani kisilencer tu. Milango inafunguliwa, akaondoka pale bila shida, bila tatizo lolote. Unapopata shida mbalimbali katika utume wako, usiogope, Yesu mwenyewe atakusimamia. Sawa pendwa? Wapendwa katika Kristo, leo nina neno la pekee kwa wazee. Tumsifu Yesu Kristo. Nina neno pekee kwa wazee. Neno kwa wazee. Ukija kuwa mzee wewe, unje ombi moja wazee wetu. Ombi moja kwa wazee. Tumsifu Yesu Kristo. Mzee ambaye ni babu, hasa na miaka 70, 80, 90 huko, jiepushe vitu vitatu. Cha kwanza kabisa, usipende sana kuingilia maisha ya watoto wako. Wazee, msipende sana kuingilia ndoa za watoto wenu. Mnawavuruga muda mwingine. Tumsifu Yesu Kristo. Wazee mpo? Yaani wakutamka tupo, maana yake nyinyi si wazee. Kuna wazee wenyewe hapa. Kama wewe ni mzee sana, mzee kabisa, unafahamu kabisa wewe mzee, yani una umri wako mkubwa sana, tayari una umri wa kuwa na vitukuu. Una umri wa kuwa na nini? Na vitukuu. Jiepushe sana kuingilia familia za watoto wako. Unaacha pale nyumbani na mkamwana au mkwe, mke wa mtoto wako. Yaani wewe ni babu, hapa unaanza kumsimulia stories za mtoto wako. Huyu mwanangu unamfahamu vizuri wewe. Kipindi kile alikuwa huyu, alikuwa na mabinti huyu wewe. Alikuwa na mabinti huyu. Eti ameacha tabia hiyo. Unamwambia nini wewe? Unamwambia nini? Haifai, Mungu hapendi. Unamharibia mwenzako. Unaharibu uchungaji wa mwanao. Tumsifu Yesu Kristo. Sisi wote ni wachungaji. Sawa jamani? Mimi padi uchungaji wangu uko parukiani. Sawa wapendwa? Ninyi watu wa ndoa unafanya uchungaji kwenye familia yako. Sawa jamani? Wazazi msiharibu, na hapa na maisha, usiharibu uchungaji wa watoto wenu. Usiharibu uchungaji wa ndoa za watoto wenu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumeelewana wapendwa? Sijui mke wako hakufai. Kama wewe huyu mke wake humfai, wewe umeenda hapo kufanya nini? Si ungekaa kwa mke wako? Kama anafaa angekufa. Msiingilie ndoa za watoto wenu, muda mwingine mnawakwaza, hawaambii tu. Mmenielewa vizuri? Mama yuko pale na mkamwana tena. Mama yuko na mkamwana wake. Mama anamwambia bwana, mwanangu huyu mtoto akufai vile. Achana ndoa yako wewe, kama mmeo amefariki, tulia wakutunze. Tumsifu Yesu Kristo. Kama mume wako alifariki, tulia wakutunze. Usiingilie ndoa ya mwanao. Umenipata mama? Umenipata baba? Usiingilie ndoa ya mwanao, tulia. Ndoa yako ilikushinda. Unaingilia wenzako ya nini? Umenielewa vizuri? Hata kama umechukia, pasuka. Wewe babu, umenielewa vizuri? Usipende sana kuingilia ndoa ya mwanao. Usiingilie ndoa ya mwanao, waache. Mwanao ameenda kule chumbani kule, nyenye amkeni. Tumsifu Yesu Kristo. Samahani, najua maneno ninayoongea ni kidogo ni kama yana ukakasi. Haya maneno kidogo ni kama yana ukakasi. Kama wewe uingilii ndoa za mtoto wako, lakini kuna wanaoingilia. Hadi wameenda kule chumbani kule, unasema ona, mbona mnakaa sana? Mwingiaje usiku, unawapangia ratiba. Wewe una shida gani wewe? Sawa wewe, sawa ni mzee. Kama mzee, tulia, kaa sebeni, angalia TV. Cheza na vijukuu. Tumsifu Yesu Kristo. Jamani, tunaelewana vizuri Mmenielewa? Kuna baadhi ya wazee wanakaa peke yao. Unakuta mzee kabisa bibi anakaa peke. Kwa nini? Kwa nini amchukui? Ni mkorofi. Ukimchukua pale umempeleka kwa mke wako akae naye, anaanza kukugombanisha, ndio maana anakuacha pale mzee muda mwingine. Unakuta babu unakaa peke yako. Kwa nini unakaa peke yako? Kwa nini hawakuchukui? Unajifanya mjuaji sana. Usijifanye mjuaji. Tumsifu Yesu Kristo.
Samani ni kama maneno yana ukakasi, lakini ndio ukweli wenyewe huo. Ukweli wenyewe ndio huo. Kama wewe ni mzazi huko hapa, tumsifu Yesu Kristo. Kama wewe ni mzazi huko hapa, una mtoto wako ameshaoa, waache waendelee na ndoa yao. Wewe wamekwenda pale kukutunza tu pale, tulia. Tulia, lea vijukuu basi. Habari za siasa ya ndoa waachie wenzako waendelee nazo siasa za ndoa. Umenipata bibi? Umenipata babu? Ingine juu ya wazee wangu, la pili juu ya wazee wangu. Wazee, tumsifu Yesu Kristo. Wazee, unapoona watoto wako wanafanya kikao, usipende sana kuongea. Usipende sana kuongea. Kitu kidogo nitasahau, naomba niongee naye. Nitasahau. Unawavuruga watoto wewe. Inawezekana wakawa unadhani kama unaongea point. Unaongea muda mwingine unakuwa unaongea upepo tu pale. Wanakuvumilia tu. Tumsifu Yesu Kristo. Mnisamee jamani, mnisamee. Sio kama nina lengo la kuwachamba wazee, hapana. Nataka niwasaidie. Mmenipata jamani? Kule nyumbani kule muda mwingine watoto hawawezi kusema baba, mbona unaongea sio poa? Hawezi kusema hivyo. Watakusubiria tu, ndio. Wewe binti, hebu chukua kwanza, mpatie mzee maziwa, mpelekee mzee maziwa. Anapenda supu, mpatie na bia kule chumbani kule. Mzee atakuwekea TV kule. Wanakufukuza kijanja. Hata sema pale pia wao naambiwa mkienda kwenye harusi, mmealikwa kwenye harusi, wewe kaa tu kidogo, ondoka. Sio mfika pale kwenye harusi unakaa sana. Mimi ndio nifungisha ndoa. Bibi harusi ndio Padri tulia, usiongee sana, mambo ya ndoa ya kuhusu. Waachie wenyewe wenye ndoa zao. Hii pia wazee pia katika vikao, wanapokaa vikao kule, wewe mzee tulia tu kimya, kaa tu kimya. Unakaa tu kimya, unasikiliza. Eti babu, ulikuwa una la kuongezea. Sema ndio haya mlioongea haya. Hata huyu dada yenu mkubwa huyu ameongea point. Basi. Ila ukishaanza kuongea sana, muda mwingine mzee unakuwa unaboa. Tumsifu Yesu Kristo. Tuongee ukweli. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani muda mwingine katika vikao. Kama tayari ni mzee, tunataka hekima yako, lakini usiwe mstari wa mbele kuongea. Muda mwingine unakuwa hujui. Tumsifu Yesu Kristo. Vikao. Kama tayari ni mzee, tunataka hekima yako, lakini usiwe mstari wa mbele kuongea. Muda mwingine unakuwa hujui. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo tuangalie sana kwenye kikao, angalia umri huu mkubwa, wapo umri gani. Ukiona wale wapo wengi walio kuzidi, ukiona sasa, tumsifu Yesu Kristo. Sasa kuna kikao cha wazee. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna kikao cha wazee. Wana miaka 80, 90, 70. Alafu wewe katoto una miaka 50, sijui 60. Wewe uongee usiongee? Kaa kimya. Kaa nini? Waache waongee wenyewe. Umenipata jamani? Kwenye kikao cha wazee, wewe katoto una miaka 50, una miaka 60. Wewe katoto hapo, si ndio? Kile wakubwa waongee. Waache waongee. Hiyo unaona hapa wazee hawana point yao. Wao wasikilize tu. Wakoma ushauri sema ndio wazee wangu, wewe umeongea vizuri sana, labda mboreshe hili na hili. Basi kaa kimya. Tumsifu Yesu Kristo. Naongea hilo kwa sababu gani? Huwa mnafanya vikao mbalimbali kwenu huko, vikao vya ukoo. Angalia kwenye kile kikao cha ukoo wenu cha familia. Watu wengi wapo rika gani? Ukiona wewe rika lako ni kubwa sana, punguza kuongea, acha waongee wenye rika waliopo wengi. Ukiona wewe rika lako ni ndogo, punguza kuongea, acha waongee wenye rika kubwa. Sawa? Lakini lingine, hata hivyo, watu wa makamo umri wa kati miaka 30 mpaka 60, mnao wajibu wa kuwajali wazee wenu. Mnajibu wa wajali wazee? Wajalini wazee wenu. Muda mwingine unashangaa wazee wenu, mzee pale anafika pale. Hata hivyo, umeenda kwa mtazamo huo, baadaye baba umezeeka na mama umezeeka. Mtoto anatoka wapi huko? Kazini sasa. Anafika pale kuwasalimia wazazi.
anaenda, mimi naambia nyinyi wazazi, nyinyi wazee, mnielewe vizuri. Mtoto anafika pale na hela, anafika pale na shilingi 200,000 na 7,000. Anaenda jikoni kwa mama kule, anamkabidhi 100,000, 200,000 yote. Anampa 200,000 yote. Baada ya pale, ashakabidhi 200,000 yote kwa mama. Anakabidhi na mazagazaga kibao. Alafu kwa baba anasema, baba samani, sina hela sana, anakushikisha 7,000 hizi. Anaondoka. Jamani, hiyo ni haki kweli? Watoto jamani, mnakosea. Mnapoenda kwa wazazi wenu, muwapatie zawadi wote sawa. Mseme, baba mimi nimefika hapa, baba na mama kaeni hapa. Mimi nimefika hapa na shilingi 200,000 hizi. Haya. 200,000 hizi, haya. Hii 30,000 baba matumizi yako binafsi, weka pembeni. 30,000 mama matumizi yako binafsi, weka pembeni. Weka 40,000, si ndio? 40,000, mnahitaji nini wazazi wangu? Unanunua mahitaji pale. Hapo utapata baraka. Ila kwa ujeuri jamani, hamwezi kufika. Tumzive excuse. Vijana mnakosa baraka kwa kuwa mnafanya ujeuri, mnawatapeli wazazi. Mnawatapeli wazazi vijana. Kijana anafika pale. Kuamini kwamba Mungu anaweza kubadilisha maisha yetu. La 3, tunapaswa kudumu katika imani. Tudumu katika nini? Imani. La 4, kila mmoja atambue kazi yake. Wazee katika familia mjitahidi msiwakwaze watoto. Hali kadhalika watoto msiwakwaze wazee. Na watoto msipendelee wazee. Mama anaenda kumpa 200,000, baba anampa 10,000. Hiyo sio haki. Watu wapatie sawa. Sawa jamani? Lakini neno la mwisho kabisa, wapendwa, mjitahidi sana 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 kudumu katika imani hii na kuishi kweli mkiwa mnasimamia kweli. Tumsifu Yesu Kristo.